Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika dirisha kubwa la usajili kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027, ambapo vilabu vyote nchini Tanzania kwa sasa vipo katika harakati za kufanya usajili kabla ya dirisha la usajili kuweza kufungwa, ambapo miongoni mwa usajili uliokuwa gumzo ni usajili wa mchezaji anaofahamika kwa jina la Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto. Feitoto ni miongoni mwa mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo mshambuliaji. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo mkabaji, yani namba 6, ana uwezo wa kucheza kama kiungo namba 8, kiungo namba 10. Unapokuwa na Feitoto basi unakuwa na assets ama unakuwa na kitu ambacho kwa upande mwingine kina thamani kubwa. Sasa mchezaji huyu kwa sasa miongoni mwa timu ambazo anahusishwa nazo kujiunga ni klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club. Sasa habari kufikia ni kwamba Yanga wana jambo lao ambapo kuna usajili moja kwa moja wanakwenda kuutambulisha, ambapo usajili huu ni usajili wa mchezaji anayevaa jezi namba 6, ambapo wenyewe wanakuambia what a player, ambapo kwa upande mwingine sote tunafahamu Feitoto ni mchezaji ambaye anapenda kuvaa jezi namba 6. Alipokuwa Yanga alikuwa akivaa jezi namba 6, na alipokuwa kwa sasa wakati yupo Azam kwa upande mwingine anavaa jezi namba 6. Sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba bosi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club GSM Ghalibu Saidi Mohamed, mara baada ya klabu ya soka Yanga kuweza kufanya usajili wa mchezaji Peter Shalulilo unaokadiriwa zaidi ya bilioni 1.5, kwa upande mwingine aliweza kufanya mazungumzo na wawakilishi ambao wanamsimamia Faisal Salumu almaarufu kwa jina la Feitoto, ambapo aliweza kuahidi kwamba atakwenda kumpa Feitoto mshahara mkubwa, bila kusahau kwa upande mwingine atakwenda kumpa bonus, nyumba, gari, bila kusahau kwa upande mwingine Feitoto kuna uwezekano mkubwa mama yake akajengewa nyumba ya kifahari kule visiwani Zanzibar. Sasa kwa hili, mara baada ya kutuma ofa yake kwa wawakilishi ambao wanamsimamia Feitoto, basi kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Feitoto ambaye amegoma kusaini mkataba na mpya na klabu ya soka ya Azam, kwa sababu kwa sasa amebakiza mkataba wa mwaka mmoja, ambapo mkataba huu moja kwa moja kwa mujibu wa taarifa unakwenda kuisha mwishoni mwa msimu 2026 2027. Sasa Feitoto kwa upande mwingine, taarifa za ndani ni kwamba ameweza kugomea ofa ambayo Yanga wameweza kumpatia, na kukumbuka yale machungu ambayo alikuwa akiyapitia na mamake wakati ananyanyaswa, wakati alipokuwa akimfuatilia Feitoto, ilimpelekea mpaka Feitoto kula ugali na sukari. Unakumbuka kuna moja interview ambayo aliwahi kusema kwamba kuna viongozi wa klabu ya soka Yanga ambao wao mara baada ya kupewa madaraka wamepewa na iPhone matatu, basi kwa upande mwingine wakajiona kwamba wamefika. Kwa hiyo hili kila Feitoto akilikumbuka basi linamuumiza roho kweli kweli. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Feitoto ameweza kugomea kwenda ndani ya klabu ya soka Yanga Sosabu. Kwa hiyo ile jezi namba 6 ambayo Yanga wanatamba nao what a player, kwa upande mwingine kuna taarifa anakwenda kutambulishwa Alphonse Mabula. Lakini kwa mujibu wa Feitoto, mara baada ya kugoma kusaini mkataba na klabu ya soka ya Azam, mkataba mpya ambao ungemfanya endelee kusalia ndani ya kosi ya timu ya Azam, basi kwa upande mwingine taarifa za ndani ni kwamba anachosubiria ifikapo mwezi Januari katika dirisha dogo la usajili atakuwa free kufanya mazungumzo na klabu yote ile ambayo inamhitaji. Kwa mujibu wa taarifa anahitaji kwenda Simba Sports Club. Kwa hiyo ifikapo mwezi Januari, kwa sababu Simba wameshindwa kumsajili nyota huyu mara baada ya Azam kugomea nyota huyo kuondoka, basi wanamsubiria mpaka pale ambapo atakuwa free, basi ili waweze kutimiza ndoto ya mashabiki wa klabu ya soka Simba kumuona Feitoto akivaa jezi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa mujibu wa taarifa kilichopo ni kwamba Feitoto ameigomea klabu ya soka ya Yanga, lakini vile vile amegoma kusaini mkataba mpya, huku malengo yake ni kwenda kucheza ndani ya klabu ya soka
ya Simba Sports Club. Bwana, nini maoni mtazamo kwa hiki ambacho ameweza kufanya Feitoto? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kudondosha maoni yako.